vile ulipo, ni nguvu zako wewe mwenyewe. Unajidanganya. Usijinume, kwamba vile ulipo, ni nguvu zako wewe mwenyewe. Unajidanganya. Kwa hiyo ombi la kwanza ambalo tutaenda kuliomba ni kumwomba Mungu ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwenye kifo na mauti iende ikafufue uchumi wetu. Inapofufua uchumi wetu, ikafufue na mawazo yetu. Yako maono ambayo yamkini uliwahi kuyaona ukasema, hakika mimi Mungu baada ya miaka kadhaa atanibariki, atanipa kitu fulani. Alafu baadaye, baada ya kupigwa na dunia na kufedheheshwa, biashara zikafeli na kila kitu kikaanguka, lile tumaini likafa, ukazika kile kitu, ukazika yale maono, ukaona hili hapa kwa umri wangu na kwa nyakati hii kwa kweli halitawezekana. Hebu ngoja nimwombe Mungu hili tu ninaloliona liko mbele yangu. Sasa Mungu aende akafufue hayo maono, akafufue hizo biashara, zile ndoto ulizokuwa nazo wakati una nguvu, akazifufue tena. Mungu anao uwezo wa kuzifufua na akazirejesha kwa nguvu, na mataifa yote wakapata kuziona na wakazisikia habari za hiyo ndoto ulionayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tutaenda kuomba juu ya nguvu ya ufufuo wa maono ambayo Mungu aliweka ndani yako, ufufuo wa uchumi ambao shetani aliweza kuuteka, ufufuo wa kila kitu ambacho kinahusika na baraka yako katika maisha yako. Mungu aende akakifufue hiko kitu siku hii leo. Lakini kitu cha pili ambacho ningetamani tukiombe, tutaenda kuomba nguvu ya Mungu ya kuinuliwa katika kila eneo tulipo. Hii nguvu iliyomuinua Yesu Kristo. Unajua Yesu wakati anapaa, maandiko yanasema wingu lilishuka. Alafu liliposhuka lile wingu likamuinua, likapaa pamoja na Yesu. Yesu akapaa akaenda juu, si ndio? Sasa kuna kanuni ya nguvu ya mvutano wa dunia ambayo inasema hivi, nikikichukua kitu nikikirusha juu, hiki kitu kitaenda juu sawa sana ile nguvu niliyorusha, lakini itafika sehemu kutokana na nguvu ya mvutano wa dunia kuwa kubwa, itakivuta kile kitu, kitarudi chini tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hizi tunaweza tukaziona tu, tukazitumia kwenye science kwamba okay, nikitaka nirushe kitu kiweze kwenda umbali fulani, ninahitaji nguvu ya kiasi fulani ambayo itafanya hii injini iweze kuizalisha hiyo nguvu, niweze kupaa kufika kwenye anga fulani. Lakini ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Ukihitaji kupaa katika viwango vya juu zaidi, unahitaji nguvu ya Mungu ya kukuinua, kukupeleka viwango vya juu zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Yesu Kristo alivunja hii nguvu, alivunja kanuni ya nguvu ya mvutano wa dunia. Alivunjaje? Ni mtu ambaye alipaa, wanamuona anapaa kwa macho yao, taratibu wakizani anaweza akaporomoka kushuka, akapaa moja kwa moja, na maandiko yanasema kama jinsi alivyoenda, siku ya kurudi kwake atakavyorudi, atarudi tena kwa nguvu na kwa mawingu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tafsiri yake ni kitu gani? Ile nguvu iliyomuinua Yesu Kristo kutoka kwenye uso wa nchi na akavunja kila sheria ya kidunia, ndio nguvu ambayo inaweza ikatuinua katika uchumi tulionao, ikavunja kila kanuni ya mafanikio ya kidunia, ikatupa kupaa katika viwango ambavyo Mungu amevikusudia. Na wakati watu wanatutegemea kuona tunavyoporomoka na kushuka, watashangaa tunapotelea angani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa haya mambo unaweza ukaona ni kama story tu, lakini ninakuambia si story, ni halisi. Sasa subiri uone watu ambao tunamuomba Mungu jinsi tutakavyokuwa tunapaa. Utabaki ukitutazama tunavyonyanyuka, ukizani tunaweza tukarudi nyuma. Hatutarudi nyuma kwa sababu Yesu alikwisha kuvunja kanuni ya kidunia. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapozungumza habari ya kujenga kanisa lenye thamani ya zaidi ya milioni 600, tunazungumza habari ya kupaa juu. Hatuzungumzi habari ya kuanza vitu kwamba tunaweza tukaenda juu kidogo alafu tukashuka chini. Jamani, basi tupunguze, tujenge kanisa la watu 200 tu wanatosha. Watu 2000 wote unawapata wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu anaweza akawaza akasema watu 2000 hapo penyewe hatujajaa kwenye viti. Tunawapata wapi hao watu? Hebu tujenge kitu jamani kinachoendana na sisi kidogo. Sisi hatuendani na hivyo unavyoona. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaendana na nguvu ya Mungu iliyomuinua Yesu Kristo, ikavunja ile nguvu ya kidunia. Kanuni zote
za kidunia zikasaliti hapo. Lakini kuna watu wako shuleni wanatengeneza fedha. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nikwambie kitu kingine, yaani kutengeneza kwako fedha kutegemea biashara yako tu. Kunategemea watu wote wanaokuzunguka. Mungu akiwaamrisha watoe vitu kwako watavitoa. Kwa hiyo unapowaza habari ya kumiliki fedha, usiwaze habari ya sasa hivi mimi ninasoma, hebu ngoja niombee masomo. Hizo ndio kanuni za kidunia ambazo Mungu anataka azivunje katika maisha yako. Una uwezo wa kusoma, lakini Mungu akaachilia maono ndani yako ya kuleta fedha. Mungu akaachilia kibali cha watu kuleta fedha. Yesu Kristo alimletea fedha alipozaliwa kwenye hori la ng'ombe. Hawakuwapelekea wakina Mariamu na baba yake Yusufu. Walimletea Yesu Kristo ambaye alikuwa hajulikani na ni katoto. Wanasema tumekuja, tumeiona nyota yake kutoka mbali. Tumekuja kumsujudia huyu mfalme, tumekuja kumtolea zawadi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini ninakuambia haya? Ninakutoa kwenye mitazamo ya kawaida ya kidunia, ya kwamba ili umiliki fedha unahitaji uwe na kazi ya maana sana. Si ndio eh? Ili upate milioni 10 unahitaji kuwa na kazi ya namna gani? Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ukiwaza vitu vya namna hiyo kwamba unajua labda nikiajiriwa nikiwa mkurugenzi kama mtu fulani hivi pale naweza nikapata zile milioni 10. Nikipandishwa cheo nikapata kiasi fulani. Njia za Mungu hazichunguziki. Sisi tunachoenda kufanya ni kutikisa anga. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo chochote tunachokitikisa ikidondoka almasi tunayo. Ikidondoka dhahabu tunayo. Chochote ambacho Mungu atakiachilia kutokana na nguvu unayoweka kwenye hiyo eneo, tunakidaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo twende tukamuombe Mungu juu ya hizi nguvu mbili. Ya kwamba Mungu akafufua uchumi wetu, akahakikishe kila kilichokufa kinachohusiana na mapato yetu kinauisha tena. Lakini cha pili, akatupe nguvu ya kupaa juu. Ninapozungumza nguvu ya kupaa juu ninamaanisha nini? Una uwezo wa kupata kazi hata wakati unasoma. Yaani uko kwenye masomo unashangaa kazi imetokea, watu wanakuajiri. Wakati umemaliza shule wengine wanahangaika na ajira. Sio kanuni hiyo, ni kanuni ya kidunia. Kwamba lazima ukimaliza chuo usote kwanza mtaani, ajira zimekuwa ni ngumu. Nikwambia hata serikali ikisema inatoa ajira, haiwezi ikawaajiri watu wote nchini. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pamoja na kushindwa kuajiri watu wote nchini, wewe ukiitaka ajira una uwezo wa kuipata hiyo ajira. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa una uwezo wa kuipata ajira katikati ya watu waliokaa miaka 10 bila ajira. Umemaliza leo chuo, kesho unawaambia leta CV yako, leta vyeti vyako, kazi hapo uko nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu umetikisa misingi ya dunia. Kwa sababu gani? Kwa sababu uliomba nguvu ya kuinuliwa, ya kukuinua kiuchumi kutoka kwenye eneo lilonalo kukupandisha kwenda kwenye ngazi nyingine. Ulikuwa unafanya biashara ya kuuza vitu viwili vitatu, biashara yako inaanza kutanuka, inaanza kuongezeka. Mwenyewe tu unashangaa, ulikuwa una duka moja na jirani anakuambia, "Kwa nini usichukue na hili duka?" Unalichukua na hilo duka. Ulikuwa una biashara moja, mwingine anatokea anakuambia, "Hebu shika na hii, imenishinda kuiendesha." Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kadri ya nguvu utakayoizalisha, ndio hiyo itakayokupa majibu ya kile unachokihitaji. Na Mungu huyu tunayemuomba si Mungu dhalimu, ni Mungu aliye hai, anafanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama hajawahi kufanya kwako, kwetu sisi amefanya. Kwa hiyo chukua ushuhuda huo na Mungu akaufanye kuwa imara katika maisha yako. Nilikwambia ukisikia kitu kutoka kwa mtu, ukikiona ni kizuri, kichukue hiko kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi ni bingwa tu vilivyo vizuri vya namna hiyo. Ukinipa ushuhuda wako ambao unaona huu ni ushuhuda mzuri wa kunichomoa, natembea na wingu la huo ushuhuda. Na Mungu amekuwa ni mwaminifu akinivusha katika hayo maeneo. Na ndio kazi ya ushuhuda, kuweza kuwajenga imani watu wengine ili waweze kufika mahali Mungu alikuwa kusudia. Kwa hiyo ukiona mtu amesimama hapa mbele anashuhudia, usianze kusema huyo na yeye anajidai, huyu unajua anajiona. Yaani hiyo ni roho ya umaskini na kusumbua. Tuache sisi tushuhudie. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ukijiona unayo hiyo roho, hebu njoo tu nitafute kwa simu. Niambie, "Bwana mimi wenzangu wakishuhudia naona moyo unaweka. Nasikia wivu." Njoo tutakuwekea mikono, hiyo roho itakuachia na wewe utaanza kupata shuhuda zako. Baadaye tunaanza kugombaniana kushuhudia mahali hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio mtu anasimama kushuhudia unaanza moyoni kumpiga vijembe. Yule na yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Naamini hautakuwa katika hilo fungu.
Ninachokiamini ni kwamba shuhuda unazozisikia zinaenda kukuchanganyia na wewe kasi ya maono. Anza kuamka usiku. Kuna msemo mmoja unasema hivi, unalala sana, yaani utafikiri unawasaidia wafu. Yaani kama vile unashindana na maiti kulala. Yaani ukilala ile saa 1 au saa 2, unalala mpaka saa 2 asubuhi. Wewe unashindana na waliokufa wewe. Na Mungu akutoe kwenye usingizi wa namna hiyo. Umelala umeona tu usingizi kamekata kidogo pa. Nyanyuka. Anza kuomba, ombea eneo la uchumi wako. Na mimi nakuomba uombee uchumi wako tu. Haya mengine yote katikati ya kama kulikuwa kuna uvamizi unataka kutokea katika afya yako, Mungu ataachilia neno la hekima, utakemea roho za uvamizi, magonjwa yataondoka, unaendelea na ligi ulionayo. Ni uchumi tu mpaka tuone hapa tunabadilika. Bwana Yesu tusaidie sana. Ukizani mimi mchungaji na fly kuona tuna eneo likubwa na yafamu na magari yanayopaki hapa. Ukipita sehemu zingine unaona magari yamepaki yanatulia, yanang'aa mapya. Sio kale kamechoka kama kale ka kwangu. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo nikitazama namna hii natamani kuona kila mmoja anakuja hapa amepaki gari mpya sana. Inang'aa. Inampa Mungu heshima. Wakisema wale ni watu wa Mungu, wanasema ni kweli watu wa Mungu. Sasa waseme watu wa Mungu kwa kitu gani? Hata sabuni ya kuoga inakusumbua, unamuka jasho, ukija kanisani unakuwa kwazo kwa mwingine anakuwa anazibaziba pua namna hiyo. Tunasema watu wa Mungu wamechemka. Wako vizuri rohoni, hauko vizuri rohoni. Rohoni hauko vizuri nikwambie. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anatutaka tufanikiwe katika kila eneo. Ukiona unachemka vizuri rohoni, yaani uko na nguvu rohoni alafu uchumi unakupiga chenga, ujue katika eneo la uchumi hujaweka bidii. Umeweka bidii la kulijua neno la Mungu, umelijua kweli kweli. Lakini katika eneo la uchumi hujaweka bidii bado. Na mimi nataka utoke katika hilo eneo, twende tukaweke bidii katika eneo la uchumi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani mimi ndoto zangu na maombi yangu kuona hawa wazee katika uzee walionao. Anakuja kavunja kishoka kwenye gari lake, sio la kwangu mimi. Anakuja hapa mzee mmoja, kama ni dereva anamuendesha, anakuja lakini kwenye gari la kwake. Wakisema yule ni mtumishi wa Mungu, anasema ni kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Na sio mtumishi wa Mungu kwa kuchukua sadaka za watu. Ndio mtumishi wa Mungu, washirika wamechoka, wamekonda, alafu mimi nakuja na range hapa. Nimelitoa wapi? Nimekula sadaka zako. Yaani kama Mungu hawezi akabariki biashara zangu, hizo sadaka zako zipotee. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nasema hivi kwa uhakika, nina ujasiri na Mungu ambaye namtumikia. Nilishakula kiapo, sitaki kula sehemu ya kanisa. Kama ni fedha zimepatikana ziende zikafanya kazi ya Mungu, zikawatunze wengine. Si kila mtu kaumbiwa hivyo. Mimi ndio Mungu kaniumba hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio Mungu kaniumba namna hiyo. Kaniumba nini? Nimemwambia Mungu sitaki kutegemea sadaka za watu. Ninataka kukutegemea wewe. Kama wewe ndio uliyeniita kwenye kazi yako, alafu ukashindwa kunilisha, niache nife. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake ni nini basi? Ninachotamani kuona ni kwamba Mungu ananifanikisha kwenye yale maono nilionayo mimi mwenyewe. Alafu mimi nikija mahali hapa ninakuwa na jeuri kama hii ninayokuambia. Ndani ya wiki nimepiga dili ya milioni 10. Hiyo si jeuri nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninakuwa na ujasiri wa kumwambia mtu ya kwamba Mungu anabariki. Sio nakuja na kumwambia Mungu anabariki, alafu nategemea kuona kwamba hivi jamaa hajatoa fungu la 10 mwezi huu. Mzee mmoja naomba namba ya yule mtu. Mtumishi ubarikiwe. Amina. Ndio baba za kazi, nzuri, naendeleaje? Sijaona huku bwana. Vipi bwana Usimwibie Mungu. Kumbe ni njaa mimi inanisumbua na usimwibie Mungu. Pumbavu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama Mungu hawezi kufanikisha wewe mwenyewe kwenye kazi zako, unapata wapi ujasiri wa kumwombea Mungu afanikishe wengine? Yesu anasema mimi nikiinuliwa juu ya nchi nitawafuta wote waje kwangu. Tafsiri yake ni nini? As a leader, kama kiongozi, unatakiwa kuinuliwa wewe kwanza, umuone Mungu wewe kwanza, ndipo wengine waweze kuvutwa na ile nguvu iliyokuinua wewe. Kwa hiyo ninapozungumza maneno haya nazungumza kwa ujasiri, nikimwamini Mungu ya kwamba yule aliyemuinua Yesu akatuvuta na sisi wengine, ndio huyo ataniinua na mimi niwavute na wengine. Lakini bila kuambia watu toa, Mungu atakubariki alafu wewe mwenyewe huna ya kutoa. Unaitoa wapi hiyo jeu? Huo ni unafiki, ni ufarisayo.
Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa nini nazungumza haya? Nazungumza kwa sababu na wewe ni kiongozi wa kesho, si ndio? Mwinjilisti wako unasimama tena madhabahuni, wainjilisti wanajua kuchapa neno la kukutisha. Kumbe unapiga hesabu, umekuja kwa nauli yako, nauli ya kurudia nyumbani kutoka kwenye mkutano huna. Kwa hiyo inabidi wakamue watu kwa sauti, watishe watu watoe. Unaenda kwenye mkutano na nauli yako, una ya kwako. Ikitokea mtu kakubariki kwa sababu Mungu kamsemesha. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sio kuja kupiga porojo za kuwahamasisha watu kufanya vitu ambavyo havijatokea maishani mwao. Mtumishi wa Mungu, naongea haya kwako kwa sababu natamani wewe kama wewe ukayachukue yakawe halisi. Ukienda kumshuhudia mwingine kwamba Mungu anaweza, aone hakika Mungu anaweza. Sio unaenda kumshuhudia Mungu mwingine kwamba Mungu anaweza alafu aone anaweza nini katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunayo nafasi ya kumwomba Mungu atuinue katika uchumi wetu. Kama ulikuwa unajua, ni maombi ya watu waliopoa kiroho, ni maombi ya watu waliofaya katika ulimwengu wa roho. Maana kumiliki uchumi sio kitu rahisi. Ni aidha umejiasaini kwa shetani au kwa Mungu. Na kama ni kwa Mungu, ni lazima uwe vizuri kwa Mungu wako. Hata wale wenzetu wana ibada zao. Alikuwa ananifurahisha rafiki yangu mmoja, sitaki kumsema. Kawa ananiambia alikuwa anachukuliwa na mke wake, wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Sema usiku wa manane kwenye limbuyu limoja lile pale, nilitaka limbuyu hapa Martin Luther kule. Anasema nilikuwa sijawahi kuona maisha ya namna hii. Tunaenda tunakutana na watu wazito usiku wa manane. Alafu mnaoga nje. Anasema hivi kweli kabisa, mimi naoga nje, yani mimi na mke wangu tunaoga nje. Tunaogeshwa na mganga wa kienyeji. Ni ibada. Wewe unaona matokeo huku nje, unafurahia kwamba yule jamaa anafanikiwa bwana. Jamaa ana gari ya pili, ana gari ya tatu. Ana bidii kwa Mungu wake. Akiambiwa amka saa 8 usiku uje uoge nje, anaamka anaenda naoga nje. Ni Mkristo gani ambaye ukimwambia njoo saa 8 usiku uoge hapa kwenye mbuyu ili upate baraka, anaoga? Sasa nimekuambia ili uone kwamba na wao wana bidii kwa namna yao. Isipokuwa wanafanya kwa siri. Wewe unaona tu kwa matokeo unafurahia. Jamaa yuko vizuri bwana. Yuko vizuri, siri yake ni ipi hujui? Sasa na sisi siri tulionayo ni kuamka, kufanya maombi. Usilale kwa kusaidia wafu. Nyanyuka mwenyewe. Yaani ikiwa ni mzigo uko nao moyoni, mimi ni mission nilionayo moyoni. Kwa hiyo usiku wala sihitaji kumwambia mke wangu kwamba hebu tuamke tuombe 1 2 3. Yaani nikiamka tu network ikikata kwamba nina uhitaji wa kitu fulani, alafu sina hiyo fedha, ninanyanyuka mimi mwenyewe kitandani. Nashuka naanza kuomba. Kuna wakati mke wangu akaniuliza, "Umeota nini?" Si unajua Wakristo wanakemewa wakiota mapepo wamekaa. "Umeota nini?" Niambia, "Sijaota kitu." Bwana Yesu tusaidie sana. Sijaota kitu isipokuwa kuna kitu ambacho nakitafuta. Najua kwamba kwa nguvu zangu za kawaida siwezi kukipata. Kwa hiyo wakati mwingine nakurupuka tu kitandani na nyanyuka naanza omba, kemea. Bwana Yesu tusaidie sana. Na siombi yale maombi ya kupiga magoti yale. Unajua yanakukosesha appetite. Yaani maombi yale ya kupiga magoti kuna wakati unakosa ile appetite ya kupambana na shetani. Kwa hiyo nikinyanyuka hata kama nikachumba kadogo, yaani ni kwenda na kaza katika maombi. Kwa hiyo ukiona matokeo ujue pastor anaomba. Bwana Yesu tusaidie sana. Tusimame. Shughulika na hivyo vitu. Na zaidi ya yote sasa tunaenda kumwomba Mungu atupe nguvu za kuvuka katika hayo maeneo. Nguvu ya kwanza ya kufufua kila kilichokufa. Tunaachilia nguvu ya Yesu Kristo iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwenye wafu, ikamtoa katika kaburi. Ndio hiyo nguvu iende katufufue na sisi, ikafufue uchumi wetu, ikafufue mawazo yetu, ikafufue maono yetu. Lakini cha pili, tunaenda kuomba nguvu ya kuinuliwa, kuvunja kila kanuni za kibinadamu. Watu wakashangae ya kwamba haya ndio mambo ya ajabu ya kuona ya kwamba Anyewise linamiliki Range Rover. Haya ndio mambo ya ajabu ambayo tunayataka. Tunataka kuona Senti kesho amekuwa ni nani? Amekuwa katibu mkuu katika wizara anayoiongoza. Ndio mambo ya ajabu tunayotaka tuyaone. Ya kwamba ni yule mtoto aliyetoka kwenye ile nyumba ya mzee. Usikie maombi yangu ni kuombapo siku ya leo. Mungu Baba, ninakuita unisikie, unirehemu katika jina la Yesu. Iwapo kuna nguvu za giza zinazuia maisha yangu,
maagizo kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na neno lako ya kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Nami ninasimama katika zamu yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninampinga shetani na kazi zake zote juu ya uchumi wangu katika jina la Yesu. Kwenye hilo gereza la umaskini, ninatoka kwenye hilo gereza la uhitaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaagiza malaika wa Bwana wakanishike mkono wangu wa kuume, wakanitoe katika kila vifungo, wakanivushe na kunifikisha mahali Mungu aliponiandalia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninazishurutisha mbingu kuachilia wafalme, kuachilia watu walioandaliwa kwa ajili ya maisha yangu katika jina la Yesu. Mbingu zikawaachie wakaje sasa na kuniwezesha na kuniinua na kunisaidia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bali alipo nguvu ya kuinuliwa katika uchumi wake, ninaiachilia ndani yao katika jina la Yesu. Kila kanuni ya kidunia, kila kanuni ya kipepo inayokandamiza uchumi wetu, ninaifunja kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaifunja hiyo kanuni inayomzuia kumiliki fedha, inayomzuia kumiliki mali, ninaifunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila roho ya uharibifu iliyotumwa katika maisha yake ili kuharibu biashara zake, ili kuharibu kazi